Mpendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru tena Mungu kwa hiyo neema ambayo ametupatia mimi na wewe tena tuweze kuwa miongoni mwa walio hai. Nasema jina la Bwana libarikiwe sana. Neno ambalo nataka ama baraka natamani kukushirikisha sasa inapatikana katika Injili ilivyoandikwa na Luka, mlango wake ni ule wa 10, shairi la 19. Inasema hivi: Naam, nimewapeni uweza wa kukanyaga nyoka na nge na uweza juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakacho wadhuru. Neno ninataka kukuambia, kukushirikisha, linasema unatakiwa kujiamini. Kujiamini, unatakiwa kujiamini mwenyewe. Kujiamini ina maana kwamba kujua kwamba wewe unaweza, una nguvu za kuweza kutenda jambo fulani. Kuna watu wengi ambaye anaweza kuwa na uweza ndani yake, ama anaweza kuwa na uweza katika njia zote, lakini kwa kukosa kujiamini kwake, ama tunaweza kusema njia nyingine, kwa kukosa kujijua kwake, anashindwa kitu ambacho angeweza, ama anashindwa na vita ambavyo yeye angevishinda. Shairi ambayo tunatoka kusoma hapa linakuonesha uweza unaokuwa nao, nguvu unazokuwa nazo, ambazo haujapewa na president fulani ama mwenye mamlaka fulani katika ulimwengu huu, lakini umezipewa na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Anasema nimewapeni uweza wa kukanyaga nyoka na nge na uweza juu ya nguvu zote za yule adui. Hakuna chochote kitakachowadhuru. Nani amepewa uweza huu? Nani ambaye anatakiwa kujiamini? Ni wewe ambaye umemgeukia Mungu kwa njia ya imani yako katika Yesu Kristo. Ile hatua ya wewe kumwamini Yesu Kristo imekufanya kuwa mtu asiyekuwa wa kawaida. Imekupa mamlaka, imekupa uweza juu ya nguvu, juu ya kila kitu, juu ya nguvu zote za adui na juu ya kila kitu, kiroho, kimwili, kinafsi. Kwa namna yako yote wewe umekuwa kitu kingine kwa lile tendo tu la imani yako kwa Yesu Kristo. Kwa nini nakuomba ujiamini? Nina mambo matatu nitaka kuambia vinavyoacha ninakuambia ujiamini ikiwa umeamini Yesu Kristo. Kitu ya kwanza ninakuambia ujiamini kwa sababu kwa imani yako kwa Kristo. Biblia inatuambia katika Wakorintho wa pili mlango wa 5 shairi ya 17, anasema kwamba kwa maana kwa kuungana kwetu na Kristo tumekuwa viumbe vipya. Mara tu ulipokubali Yesu Kristo, umekuwa kiumbe kipya. Kiakili, kwa mambo yako yote. Maana wewe na yote iliyo yako, wewe na yote itakayotokea maisha yako kesho, umekuwa kiumbe kipya. Si katika ufalme huu wa dunia. Haujakuwa kiumbe kipya si katika familia yako. Haujakuwa kiumbe kipya si katika ulimwengu wa kimtu,
lakini umekuwa kiumbe kipya katika ufalme wa Mungu. Umekombolewa toka jamaa, umeingizwa katika jamaa nyingine. Umekombolewa toka ulimwengu huu, umeingizwa katika ikulu ya Mungu. Umekombolewa katika hali ya kibinadamu, umeingizwa katika hali ya kimungu. Umekuwa kiumbe kipya kwa kila kitu. Na kwa sababu ya ile upya umekuwa ndani yake, ndiyo maana wewe si mtu tena wa kawaida. Unapaswa kujiamini. Neno la pili naacha na kuambia ujiamini, ni kwa sababu umekuwa mtoto wa Mungu. Mtoto wa muumbaji wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Anatuambia katika Yohana mlango wa kwanza 11:15 hadi 13, anatuambia kwamba alikuja kwa wale wake walimkataa, lakini wale waliompokea aliwapa uweza kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Si waliozaliwa katika mapenzi ya binadamu, baba na mama, lakini wamezaliwa na Mungu kwa imani yao katika Kristo. Umekuwa mtoto wa Mungu, hauko tena mtu wa kawaida. Uko mtoto ya Bwana wa mabwana, uko mtoto ya Mungu. Jiamini. Jambo la tatu naacha nakwambia ujiamini, kwa sababu umepewa mamlaka. Shana tuambia kwamba mmepata uweza wa kukanyanga nyoka na nge. Nimewapa uweza juu ya adui, na hakuna kitu kitakachowadhuru. Yaani wewe tu kwa kuwa umeamini Yesu Kristo, umekuwa mtoto ya Mungu, umepewa mamlaka juu ya kila uweza wote. Nini ambaye inakusumbua? Labda una habari mbaya kwamba kuna mtu fulani anakuchukia. Labda umepata vitisho vya kishetani na kimapepo. Labda unaona kwamba maadui wameshakuinukia sasa njia zingine huku na kule, unakuta wameunukia kazi yako, sijui mtoto wako yuko katika vita, sijui mipango yako katika hali mbaya, sijui kama umekuta kama umevamiwa. Kuna kitu moja ambacho kimekuogopesha. Labda una hofu ya maisha, lakini hautakiwi kuogopa. Jiamini. Vile vyote vinavyokupiga, vile vyote vinavyokuinukia, hakuna hata mmoja wepo ambaye ilikuwa na uweza juu yako, kwa sababu wewe ni kitu kingine. Imani yako katika Kristo imekufanya kuwa mtu mwingine. Jinsi tu umezaliwa kwa mtoto wa Mungu, umekuwa katika level nyingine. Jinsi tu umeamini Yesu Kristo, wewe unayo mamlaka. Jiamini. Usiruhusu maisha ya kuogopesha. Usiruhusu wanaokuchukia wakuogopesha. Usiruhusu mambo unayopitia ya kutia hofu. Usiogope kitu. Wewe ni zaidi ya vile vyote. Hata shetani na vile ambavyo vimekutisha, vimekuogopesha, ile hali imeachwa na babaika, naye inajua kwamba wewe ni kitu kingine. Inajaribu tu, lakini najua kwamba haiwezi kitu kwako. Ndio maana Yeremia akasema, watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Wale unaona kuwa maadui, wale ambao wamekutia wasiwasi, ukifikiria watabomoa nyumba yako, ukifikiria wataharibu kazi yako, ukifikiria wataharibu maisha yako, hawana uwezo juu yako. Jiamini. Kama tumeamini Yesu Kristo, wewe umekuwa mtoto ya Mungu, unayo mamlaka. Acha kuogopa. Unaogopa nini? Unajua kwamba wanakupiga vita ni kwa sababu wanakuogopa. Wao wanajua kwamba uko wa ajabu, ndio maana wanakupiga vita. Kama ni mashetani mekusukumia magonjwa, kama ni matatizo katika kazi, inafanya hivi kwa sababu inakuogopa wewe, inataka ikuamfebrile. Lakini ngoja nikwambie, hakuna kitu kinachoweza kukufanya ushindwe. Hebu shimama tena. Pambana. Jivike moyo wa Daudi. Sauli na majeshi yote ya Israeli waliogopa Goliath. Lakini Daudi alijiamini, aliamini yeye ni nani, Mungu gani ambaye anatumikia. Na wewe kama umeamini Yesu Kristo, wewe unauweza, wewe una nguvu, wewe una mamlaka. Shimama ukapambana. Usiache mtu akuzuize kuendea malengo yako. Ni neno ambalo nataka nikwambie hii asubuhi. Jiamini, unauweza. Yale yanayokupata yasikuvunje moyo. Yale yanayokupata yasikuletee woga, na wala hayakukujia kwa sababu yanajua utashindwa. Ilikujia tu kujaribu kama unajijua. So wewe ni zaidi, wewe una nguvu, una mamlaka. Shimama. Tumika kazi yako. Tenda ile ambayo unataka ufanye.
ukiamini kwamba Kristo aliye ndani yako ni mkubwa kuliko wale wanaokupiga, aliye ndani ya wale wanaokupiga vita. Kristo aliye ndani yako ni mkubwa kuliko magumu na shida zinazokujia. Mpendwa, jiamini. Kristo aliye ndani yako amekufanya kuwa kitu kingine. Simama ukapambane. Nataka Roho wa Bwana akusaidie, akutie nguvu, akutie moyo na akusogeshe kwenye mstari wa mapambano, ili katika Kristo ambao unaamini uweze kuangusha lile jaribu ambalo limesimama mbele yako. Kwa maana pamoja na Kristo wewe ni mshindi, kwa kuwa nguvu nazo ni za Kristo ndani ya maisha yako. Hebu simama ukapambana. Wewe si mtu wa kawaida. Umepandishwa level nyingine kwa imani yako tu katika Kristo. Jiamini. Kristo aliye ndani yako akupe kushinda. Akutoshe katika machozi. Akupe kufurahia uweza ambao ametia ndani yako. Akutoshe katika huzuni, akupe furaha. Akutoshe katika mashaka, akupe imani. Na kutakia kushinda ili umtukuze Kristo ambaye ulimwamini, kwa maana wewe si mtu wa kawaida. Ilikuwa wako mchungaji Elisha. Hakisha kwamba umependezwa. Na kama umependezwa, hakisha kwamba umejisajili, umejiabone kwa channel yangu, ili kila siku ukapata yale ambayo Roho wa Bwana anivuvia kwa ajili ya kukutia moyo na kukusaidia. Mchana wali wa baraka kwako. Mara tena kutakia uponyaji wewe ulio mgonjwa, na kutakia utatuzi wa shida yako wewe ambao unanifuata, na kutakia baraka wewe ambao unahitaji na kupata majibu. Bwana kutendee makubwa zaidi. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.